Karibu Tuzo Online. Bwana, mimi nashukuru sana kuwepo hapa siku ya leo. Niko hapa nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa nikiwa na bashasha mpwite, nikiwa na tabasamu bojo. Hapa kama ujue lugha adhimu ya Kiswahili unaweza usiongea maneno. Naongea maneno kwa sababu Simba wameheshimisha nchi. Sio kwamba Simba wameheshimisha klabu ya Simba, Simba wameheshimisha nchi. Ndio timu pekee ukanda Afrika Mashariki na Maziwa Makuu Simba amesalia katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo leo ilikuwa ni sherehe yao. Of course hii ilikuwa ni sherehe. Sio kwamba hii leo ilikuwa labda ni kufuzu. Hii ilikuwa ni sherehe, ilikuwa ni mtoko. Kwa hiyo kwenye mtoko leo Simba wamehakikisha watu wanakula pilau vizuri na wanafanikiwa kutinga hatua nusu finali. Of course ni nusu finali ambayo Simba walisubiria kwa misimu takriban 8 hadi 9 kwa sababu wameenda robo finali 7 ambapo moja amedondoka na wamefika 6. 4 CAF Champions League, 2 Confederation Cup. Kwa hiyo walikuwa wanadondokea katika hatua hiyo. Na kama unakumbuka nilimetoka Egypt, mimi nilisafiri kwa ajili ya mechi ya Simba na walifungwa goli 2-0. Ukiangalia magoli yale, uzembe ulifanyika kwa goli la kwanza tu, lakini goli la pili ilikuwa ni offside. Lakini Simba alipata penalti, mwamuzi alikataa. Kwa hiyo walikuwa ni weupe hao Waarabu na upuuzi wao ulianza kuonekana tangu kule Suez Canal kwa sababu walikuwa wanapoteza muda, wanalala. Kipindi cha pili timu ambayo inajua iko kwake na inaongoza unarudije nyuma. Ilikuwa ni timu ambayo ni hopeless kwa maana ni timu ambayo ilikuwa haijiwezi. Kwenye uzito wao hawa Al-Masry wameachwa na Simba mbali sana. Of course ni kikosi cha bilioni 20. Ni kikosi cha mzigo mrefu sana. Wachezaji wao wanalipwa zaidi ya mara 5 au hadi zaidi ya mara 6 tofauti na wachezaji wa Simba, lakini kwa upande wa mjumuisho wa wachezaji, quality, individual brilliance, mchezaji mmoja utaona Simba sasa hivi wana hiyo quality lakini pia class ya wachezaji kwa maana wanacheza zaidi kitimu. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona njia yao ni fupi sana. Na wanasema njia ya Mungu siku zote ni fupi kwa maana utaiba, utadanganya, utasema kila kitu lakini mwisho wako utakamatwa kwenye tundu bovu. Leo wamenaswa kwenye tundu bovu kwa sababu njia yao pia ilikuwa ni fupi sana. Njia yao ilikuwa ni fupi sana. Nilisema watafungwa. Mimi nilitabiri kwamba Simba anaweza akapata magoli 2 au hadi 3 kipindi cha kwanza. Kama utarejea kwenye interviews nyingi nimefanya na online tofauti, nilisema Simba atapata goli 2 hadi goli 3 kipindi cha kwanza. Watu wakawa hawaamini, lakini mwisho wa siku nilisema kufikia dakika 30 Simba inabidi wao wamemaliza mchezo. Lakini kiusema ukweli hatujaona mbinu katika mechi ya leo kwa upande wa FAR Davis kwa sababu uwanja umeharibu. Mvua imenyesha, utashangaa. Jana mvua haikuepo. Leo mvua imenyesha kubwa, alafu hapa tu Temeke yani. Cha ng'ombe kwenye uwanja wa Mkapa. Utajiuliza hii mvua imetumwa na nani? Na kuna wakati mvua inaweza ikawa na manufaa na hasara pia. Ila hii mvua leo ilikuwa inataka kuleta madhara makubwa sana. Kwa sababu huu ni uwanja wa nyasi asilia. Unapokuwa unacheza na mvua imenyesha kwa kiwango kikubwa, viatu vya wachezaji ni 6 meno zile zinazama zaidi kwenye ardhi, sio? Kwa hiyo inapunguza kasi wa wachezaji. Hawapati ile acceleration, kuteleza kama ambao tulizoea kumuona Kibu, Mpanzu. Kwa hiyo ulikuwa uone mbinu za wachezaji zaidi, ulikuwa unaona desire. Unaelewa maana desire? Tamaa, yani kwamba mtu anatamani kwamba leo nataka niivushe Simba. Kwa maombi yote yaliyofanyika, kwa dua zote zilizofanyika, wachezaji wamepata confidence, wakasema hawataki kumdhalilisha Mungu kwa sababu mwisho wa siku wakishinda kufuzu watamdhalilisha Mungu. Mungu yuko upande wao, washindwe vipi? Alafu Waarabu wa toleo la 3. Yani unashindwa kumtoa Al-Masry, alafu unataka kumtoa Zamalek, Ahli, brother, Berkane. Ni ngumu sana. Of course shida ya Waarabu ni moja, tuliona wamelala sana leo, wamepoteza muda, wametukera mno. Yani kuna muda nilikuwa nataka kuingia uwanjani. Hata ule jamaa alioingia uwanjani mimi nilimsifu. Kuna dude moja lilifyatuka lile. Alafu ulishinda kujizuia. Ngoja bana. Lile dude kwanza wakati alipokuwa anaingia uwanjani amekunja ngumi, anamwambia Steward njoo niguse. Alikuwa anamfuata goalkeeper. Kwa nini amelala zaidi ya mara 5? Na sio kama analala kwa dakika 2, analala zaidi ya dakika 5. Alafu ananyanyuka yuko vizuri. Imagine mtu anatolewa nje kwa machela alafu ananyanyuka hapo anarudi uwanjani. Utoto ule. Yani ni kuamba makofi tu hivi. Unajua CAF wanawabembeleza sana Waarabu. Kama ni mimi ni kitu, Waarabu wanabidi wafutwe kwenye ligi. Kama ni mimi, Waarabu wafutwe kwenye michuano ya kimataifa. Hawana faida. Wanalala tu, wanapoteza muda. Kama unataka kulala si ukalale ukatandike neti nyumbani kwako. Unakuja kulala kwa Mkapa mzee. Watu wanataka wakupelekee moto. Wanalala jeleje kizembe. Wanalala, wanapoteza muda.
Watu wanataka kupelekea moto, unalalaje? Malengo ya Almasry pengine kupoteza muda alikuwa ni kuelekea katika mikwaju ya pili. Haya kiko wapi? Unajua wale walikuwa wanatafuta pa kufia kwa sababu wanajua akienda penalti hawana lawama. Kwamba penalti si ya kila mtu na iko duniani kote kwamba penalti haina mwenyewe. Kwa walikuwa wanajua wakipoteza muda, wakifika ile penalti hata wakifungwa watasema wala tumepambana tumetolewa kwa penalti. Wakajitetee. Unajua wanalipo ile nyingi wale jamaa. Brother. Kwa hiyo walikuwa wanatafuta sehemu pa kufia lakini mwisho wa siku hawajui Mungu anataka kudhihirisha kwamba yeye ni nani kwenye ardhi ya Tanzania. Oya turudi kwenye mpira wenyewe. David Pasco, niulize maswali ya mpira. Eli Mpanzu ni mchezaji wa aina gani kwa upande wako? Kwa namna ambavyo umemtazama kwenye mechi ya leo, jitihada na uwezo binafsi ambao ameuonyesha. Simu ya Mwigulu Lameck Nchemba inaingia hapa. Mzee inabidi asubiri. Alafu balozi pia wa Tanzania nchini Misri naye amenitafuta. Ananiambia jiandae. Sasa mechi inaendelea kati ya Zamalek na Stellenbosch. Kwa hiyo huwezi jua. Umeniuliza Eli Mpanzu kibisa wala. Mbona waandishi wamekuja sura? Eli Mpanzu ameendelea kuamiba sana katika kosti. Nasema hivi, Eli Mpanzu endeleeni kuhoji watu ambao wanawadanganyeni mpira kila siku. Kaka, huu mpira sio kwamba eti kuna watu wanaongea mpira kwa maslahi yao, wengine wanaongea mpira kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Mimi nimeondoka huko muda mrefu sana. Ili weje bro, mimi najitegemea maisha yangu, mimi sijawahi kuhongwa, unanihonga mimi. Mimi naishi mwenyewe kivyangu. Unamaanisha nini? Kuna watu wanaongea vitu ili kusifia watu fulani, itakuwa ni mambo ya kipumbavu kabisa. Yaani wewe leo eti unasema eti Eli Mpanzu hatoshi kwa unataja wachezaji wako. Eli Mpanzu hatoshi. Alafu ni dhambi kumfanisha Eli Mpanzu aliyokuja msimu huu ndio kwanza hata raundi ya kwanza hajamaliza. Sijui unanisikia? Kwanza amekuja dirisha dogo. Usajili ambao wengi walikuwa wanautamani. Amekaa Bunju hajacheza mpira. Amecheza mechi 3 za mwisho. Sfaxien, Bravo pamoja na Constantine. Zile 3 hajacheza. Ameonyesha ubora wake, why usimpe maua yake. Oya, hakuna mchezaji ambaye anamfikia Eli Mpanzu hapa Bongo. Sio kwenye ligi kuu, hata kwenye michuano ya kimataifa. Nenda kaangalie. Kaangalie michuano ya kimataifa kwa sasa, ligi ya mabingwa, alafu angalia na kombe la shirikisho barani Afrika. Alafu angalia rate wachezaji wako. Kumrate mchezaji inatokana na nini cha kwanza? Work rate yake. Amecover distance ngapi uwanjani? Eli Mpanzu amecover distance kubwa kuliko mchezaji yoyote. Unanielewa? Sijamaliza. Angalia composure yake, utulivu eneo la mwisho. Angalia namna ambavyo ana keep ball, kwa maana hapotezi mipira, hauwezi kupokonya mipira kwenye miguu ya Eli Mpanzu kirahisi. Ni mfasaha kutumia miguu ya kushoto na miguu ya kulia kwa ufasaha mkubwa. Kwa hiyo ni ngumu sana kufanisha Eli Mpanzu na mchezaji mwingine kwa sababu atakupa pasi za mwisho, atakupa determination, atakupa energy, alafu pili atafunga. Leo amefunga bao la kideo. People they don't talk about ile goli. Goli la kwanza la Mpanzu limerudisha Simba mchezoni. Goli limewarudisha Simba kwenye furaha kwa sababu wengi walikuwa wanasubiria goli la kwanza. Brother, kupata goli la kwanza ni ngumu sana. Kama unakula korosho vizuri, goli la kwanza ni ngumu sana kupata. Eli Mpanzu kibisawala aliwajaribu. Jamaa wakawa wanakomana. Leo of course walijaribu kufunguka. Kipindi cha kwanza hawajataka kabisa kukaa nyuma. Eli Mpanzu amewapiga pressure, anawaangalia wamekaa vipi, akamwangalia goalkeeper ndefu kama jini lile. Limekaaja akamtengua mgongo, amepiga pinpoint diagonal goal. Kuna kitu ndio pinpoint diagonal, kwa maana inapigwa mpira afu unazunguka kama upinde wa mvua. Jana alikuwa anapiga free kick Declan Rice yule Arsenal, inazunguka kwa nyuma. Eli Mpanzu anavunja mistari, nikamkumbuka mzee wangu marehemu Alex Kashasha. Angekwepo leo, Mungu aendelee kumrehemu, mwalimu Alex Kashasha. Pale angeongea vitu vizito sana. Alipiga cross bending, angekwambia vitu vizito. Lakini mwisho wa siku leo hii hatuna watu kama Alex Kashasha. Goli limefungwa of course kali mno. Goli liwarudisha Simba. Haya, niambie goli la vile limefungwa lini mara ya mwisho? Katikati ya msitu wa watu. Wale jamani warefu bro, futi 6 futi 7. Almasry hawatomsahau Eli Mpanzu mechi ya kwanza kule na mechi ya pili Benjamin. Swali zuri. Mimi mara baada ya mechi kuisha nilikuwa Misri, unajua. Nilikuwa Masri babu. Waandishi wa habari wa Misri pamoja na benchi la ufundi walikuwa wanauliza hivi, kwa nini Eli Mpanzu Simba amempataje? Kwamba Simba amempataje Eli Mpanzu kibisawala? Anachezaje kwenye ligi ya Tanzania Eli Mpanzu? Watu wengi walikuwa wanafikiria kwamba Eli Mpanzu anapaswa kucheza ligi ya Ulaya kama England, Ufaransa pale French, angeenda La Liga Santander, angeenda Bundes. Lakini wanamuona Simba wanashangazwa kwa sababu age yake inambeba, quality yake, determination, work rate yake, ana kila kitu cha kucheza Ulaya. Hivi imagine Yone Wissa anacheza pale Brentford
alafu huyu anacheza bongo. Wote walitokana nani? Elie Mpanzu hapa ni daraja tu, anatafuta njia ya kuondoka. Amefunga goli zuri sana. Ukiachana goli, amecover distance kubwa. Yeye ndio mchezaji aliyokuwa na work rate kubwa. Ndio mchezaji ambaye leo ana rate ya 9.10. Chini ya 10, yani 9 chini ya 10. 9 chini ya 10 kwa maana alikuwa na kila kitu uwanjani. Njoo kwenye goli la Mkwala. Hapo Steven Dese Mkwala. Kwenye mechi ya kwanza hakupata nafasi ya kucheza. Na wengi waliona pengo lake, lakini kwenye mchezo wa leo kapata nafasi na kile ambacho amekiofa. Kwako wewe ni kipi ambacho umekiona kwa Steven Dese Mkwala, huyu ambaye ameanza kwenye mechi ya leo na Leonard Ateba kwenye mechi iliyopita? Nimemshukuru sana Fadlu. Fadlu ndo alikuwa anawanyima matokeo Simba. Naisema hii tena narudia. Fadlu ndo alikuwa anawanyima matokeo Simba. Fadlu sijajua anawachelewesha. Sijajua Fadlu alikuwa ameingiwa na mdudu gani unajua. Fadlu alivyoingia Simba alikuwa ni kocha ambaye ana misimamo. Alikuwa anafanya rotation. Alikuwa ampi mchezaji mmoja nafasi kwamba eti yeye tu, yani yeye tu ndio star. Hapana. Mavambo leo atacheza, kesho Ngoma, Nouma atacheza, Simba anatoka. Hivyo Kapombe mara Kijili. Lakini alikuja kubadilika ghafla. Kama nani yule alibadilika? Diamond aliimba, Diamond. Kuna mtu alibadilika? Zuena. Yaani ghafla tu kocha Fadlu akabadilika. Inawezekanaje Lionel Ateba mechi mfululizo wa 10 magoli alafu unaendelea kuwa nayo uwanjani? Hafungi eti kwa sababu anaweza kuhold mabeki, akafanya mabeki eti wasipande. Then inakuaje? Kama mabeki hawapandi inakuaje? Kama mabeki hawapandi tumesifunga. Yaani tunahitaji end product. Sasa Ateba akupi, lakini Mkwala ameprove hilo kwenye mechi ya Coastal Union. Ndio mechi iliyomrejesha, amefunga hat-trick pale, kafunga bao la kisigino dhidi ya Dodoma, sio? Kwa hiyo ukijaribu kuangalia utaona ni mchezaji mzuri ambaye kwanza ana skills, pili ni mwepesi, kwenye boxi hafikiri mara mbili, ana determination, anapokea mpira alafu anaangalia apeleke mpira wapi. Leo amefunga goli zuri sana, akabinuka Serekasi kwenye matope kaka. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu kama Steven Dese Mkwala kupoteza magoli. Kwanza anakusaidia kwenda kukaba, pili anaongeza idadi kubwa katika eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo kwangu Fadlu Davids alikuwa anamkosea sana. Na sasa nafikiri amepata jibu kwamba nani anapaswa kuanza kwenye first 11.